Shule ya sekondari ya Aboud Jumbe kutoka manispaa ya Kigamboni jijini Dar es Salaam ilishiriki mradi wa uwezo wa awali kwa mwaka 2020 na kufanya vizuri, kwani walijishindia tuzo kwa mara nyingine. Mradi huu uratibiwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation, ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi nafasi ya kujifunza ujuzi wa kijasiriamali wakiwa bado shuleni. Kwa mwaka 2020, mradi huu ulihusisha shule 150 za sekondari kutoka mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Shule hii ya Aboud Jumbe sekondari ilishinda na kushika nafasi ya 33 na kufanikiwa kuchukua tuzo ya shaba, yani bronze recognition, kwa mwaka 2020. Je, wanafunzi hawa wa Aboud Jumbe sekondari walifanya mradi gani? Kwa mwaka 2020 tulifanya project ambayo ilikuwa inajulikana kama Kilimo Kwanza. Mradi wa Kilimo Kwanza ulikuwa ni mradi ambao ulikuwa unajihusisha na masuala mazima ya kilimo hapa shuleni. Tulifanikiwa kulima katika eneo ambalo liko kule nyuma ya shule, na tulilima baadhi ya miti ya matunda ambao miti ile ilitusaidia kama chanzo cha Rise Fund. Na fund ambayo tulipata kwa mwaka jana tuliitumia katika kununua vitu mbalimbali vya hapa shuleni ambavyo vitusaidia pia sisi kama wanafunzi. Kitu cha kwanza ambacho tulikifanya na tulinunua rim papers, ambazo rim papers zile tulizitumia katika kutungia mitihani, na iliwasaidia sana wanafunzi wa shule yetu kufanya mitihani mingi kwa muda mwafaka. Na kitu kingine ambacho tulikifanya kupitia pesa ile, tulinunua vyombo vya walimu, tulinunua sahani na tulinunua vikombe kwa ajili ya kunywa chai kwa ajili ya walimu wa hapa shuleni. Lakini mbali na hivyo vyote, pia tuliweza kununua chaki ambazo zilitumika kufundishia madarasani. Wanakikundi binafsi ndani ya kikundi walionyesha talenti zao, ujuzi katika kuweza ku raise fund, ambapo ndani ya kikundi walianzisha biashara mbalimbali, kwa mfano uuzaji wa peni, uuzaji wa kashata, uuzaji wa karanga ndani ya shule. Lakini zaidi ya yote pia wanafunzi mmoja ndani ya mradi kwa mwaka 2020 waliweza kushiriki vizuri katika kuendesha michango mbalimbali ambayo kwa kila memba aliweza kuchangia shilingi 2000. 2000 hiyo kwa watu 20 waliweza kuraise kiwango ambacho kiliwanufaisha katika kuweza kusaidia kuboresha baadhi ya mazingira ya shule. Kwa mfano, waliweza kununua baadhi ya vyombo ambavyo vinatumika na walimu kwenye kunywa chai, ununuaji wa rim ambazo zinatumika shuleni pia katika ufanyikaji wa mitihani. Lakini pia sambamba na hilo, kupitia project zote ambazo ziliweza kufanyika, waliweza kuwin na kuchukua nafasi ya 33 baina ya shule ambazo ziliweza kushindanishwa katika project iliyofanyika mwaka 2020. Hapa wanaelezea changamoto mbalimbali walizopitia katika kufanya mradi huu. Changamoto tulioipata katika project yetu ya Kilimo Kwanza, moja ni wanafunzi wenyewe. Kwa sababu wanafunzi wengi walikopo wanafanyaje? Wanahiba yale mapapai pale muda wa vipindi unapoisha, kwamba tunapoondoka kuna baadhi ya wanafunzi wanajisomea. Sasa pale wanapoona kwamba papai limeiva, wanaenda wanafanyaje? Wanachuma. Kingine kuhusiana na ili janga la corona lilotukuta, ambapo tulikaa nyumbani kwa miezi 3, ambapo kipindi kile mashamba yetu tukashindwa kufanyaje? Kuyalinda, kwa sababu tulikopo nyumbani, kwamba tukashindwa kwamba kumwagilia, mambo ya mbolea, kitu kama hiko ni changamoto nyingine. Changamoto nyingine ya 3 ni pale katika eneo ambapo tumelima. Pale baadaye kukatokea ujenzi wa madarasa. Kwa hiyo ikapelekea kufanyaje? Baadhi ya miti kufanyaje? Kung'olewa. Hivyo basi ndio changamoto kubwa zilizotukuta katika kilimo chetu. Sisi kama Aboud Jumbe tulifurahi sana kuchaguliwa katika nafasi yetu, na ilitupa kipawa cha nguvu kufanya shughuli nyingi ili tuweze kupata gold. Tulivyorudi shuleni tulipokelewa kwa furaha sana, maana tumeleta cheti. Tulifurahisha walimu wetu, walitupongeza na wakatushauri tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kupata tuzo za juu zaidi. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia kufanya mradi huu? Katika kilimo hicho tumejifunza jinsi ya kusave time. Unajua sisi kama form 5 kuna ratiba za shule zinaendelea.
Kwa hiyo hizo ratiba za shule zinavyoendelea, yani tunajifunza kwamba tunapopata chance ya free time tunatakiwa tuitumie ipasavyo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya huo mradi. Pia tumejifunza kujitolea. It's not easy, yani uko darasani unakaa alafu unaambiwa wanaweza tutoke kwa ajili ya kuperform kitu fulani. Kama kulima hivi, ilikuwa sio kazi rahisi. Kwa sababu kila mtu anakuja na anajisi kwamba leo nimependeza, I can do that. Lakini tumejitolea sisi kama sisi kwamba if we had time tunafanya na tunaokoa muda, tuna perform at a specific time na pia tunarudi darasani katika mambo yetu ya kawaida. Kwanza nimejifunza masuala ya Raise Fund, kwamba mradi ambao tulianzisha 2020 ni wa mboga mboga pamoja na mapapai. Ukiangalia kwa mfano kama mradi wa mapapai ni mradi endelevu ambao mpaka sasa hivi bado tunaendelea kuvuna hayo mapapai. Kwa hiyo imetusaidia kuongeza mfuko wetu wa uwezo. Alafu katika swala jingine tunaweza nikasema ni ushirikiano, swala zima la ushirikiano. Ukiangalia kuna ushirikiano mwingine ambao mara kwanza hatukuwepo nao kabla ya uwezo, lakini baada ya kujoin pamoja na kufanya hizo kazi kuna ushirikiano mwingine ambao tunao uendelea nao na ukaribu hivyo. Tulikutana na mwalimu mlezi wa klabu iliyofanya mradi na alikuwa na haya ya kusema. Ni mradi ambao walitumia sana akili nyingi. Ni mradi ambao tunasema ni miongoni mwa miradi ambayo bado inaendelea kuishi, kwa sababu kuna kitu pia waliweza kukifanya baada ya raising ile capital yao. Walitusaidia mwaka jana. Kwa hiyo kwa wanafunzi waliofanya mradi kwa mwaka jana, kwa kweli nawapongeza sana, yani kwa sababu wamejitoa. Basi huu ndio mradi uliowapa ushindi wa kipekee kabisa shule ya sekondari ya Aboud Jumbe katika Uwezo Award 2020.